Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi. Bila shaka kumekuwa na hii hali ambayo inazungumzwa kwa pande nyingi, na wachambuzi wengi wanakubali kuwa kumekuwa kuna kulazimisha nini tuje tuzungumze baada ya hapa. Unafahamu kuwa nchi hizi zilikubaliana kuwa zingekutana kwenye mazungumzo ya pili baada ya maziko ya Khamenei. Sasa huenda mfano Marekani hakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya mazungumzo. Sasa alijua kuwa kama nitakwenda kwenye mazungumzo naweza nikanasa sehemu ambayo sitaki kunasa. Kwa hiyo kuna wakati unapapatika kidogo, ili ukija kwenye meza ya mazungumzo uwe kwenye nafasi nzuri, kwa sababu unaangalia kuwa pande zote mbili zinazungumza kuhusu mapigano, lakini zinazungumza kuhusu makubaliano na mazungumzo. Donald Trump anazungumza kuwa tutaishambulia, tutaipiga, lakini wakati huo anasema kuwa ninaona kama kuna nafasi ya mazungumzo kufikiwa. Hali kadhalika Irani wanazungumza kwenye hiyo nafasi, wanasema kuwa wanaendelea kuwasiliana na wanadiplomasia wa nchi ambazo wamekuwa wapatanishi. Kwa hiyo unaona kuwa pande zote ni kuwa hazitaki kuendelea zaidi. Rabi, mashambulizi haya makali yanayoendelea unadhani yatapelekea upande mmoja kusalimu amri? Ni vigumu sana kwa hili, na kitu kimoja ambacho mashambulizi haya yanatokea ni mashambulizi ambayo mfano Marekani anafanya mashambulizi makubwa kwa kutaka matokeo ambayo yanaweza kuwa ni magumu, matokeo ambayo Irani akate tamaa na Hormuz au Irani asalimu amri na Hormuz. Ni kitu kigumu sana, kwa sababu kazi ya kuilinda Hormuz ambayo Irani anaifanya si kazi inayohitaji nguvu sana au kubwa sana iweke Irani, isipokuwa tangazo na tishio la Irani pekee linatosha kuifanya hiyo kazi kamili, na mashambulizi machache ambayo ataelekeza kwenye meli yanatosha kuwatisha wamiliki wa meli au meli zenyewe au makampuni ya bima kutoingiza meli zao. Kwa hiyo sitegemei kama kutakuwa na mabadiliko yoyote makubwa, isipokuwa naona tu kuwa dunia itazidi kuumia, kwa sababu tunaona bei ya mafuta inavyozidi kwenda juu. Juni 17 Marekani na Irani zilikubaliana kuhusu mpango wa kuhitimisha mgogoro huu kupitia yale makubaliano yenye vipengele 14. Nini haswa kimekwenda kombo, Rabi? Bila shaka kuna maelezo ambayo yamekuwa kwenye ile MOU ya vifungu 14. Sasa kifungu cha 5 nadhani wamebishana sana kwenye tafsiri, kwa sababu Irani wanasema kwenye kifungu cha 5 ambacho Marekani alikubaliana nacho ni kifungu ambacho kilikuwa kinatoa idhini ya Irani kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz kuanzia pwani yake mpaka upande wa pili wa pwani ya Omani, jambo ambalo Marekani wanakataa, wanasema kuwa tafsiri imepotoshwa na Irani. Sasa katika hili ndio hapo wanapoingia kwenye ugomvi wa moja kwa moja, kuwa Irani wanasisitiza kuwa Marekani anakiuka makubaliano katika vifungu 14 kwenye kifungu cha 5 ambacho kinampa idhini hiyo Irani ya kufanya haya anayoyafanya, lakini Marekani anakataa, anasema si hivyo. Kwa hiyo kilichopelekea yote ni hayo, kwa upande mmoja unasema upande mmoja unakiuka makubaliano kwa kushambulia meli ambazo ni kinyume, kuwa iliahidi itaweka njia salama zaidi ya meli kuweza kupita, lakini upande mmoja unasema kuwa haya yote yanasababishwa na wewe ambaye kuwa unakiuka makubaliano ya kifungu cha 5. Nadhani wasuluhishi wanatakiwa kwenda kwa uwazi kabisa kuzungumza, au warudi upya kwenye vifungu kuanza kukagua kuwa nani anasema ukweli, au vifungu vifanyiwe marekebisho, kwa sababu kama vifungu vitabaki vile vile, basi unaweza ukaona kuwa kile wanachokizungumza Irani kina mantiki, kwa sababu ndio kilichoandikwa kwenye kifungu cha 5 kuwa wao watakuwa waratibu wa shughuli ya meli kati ya pwani zote mbili. Sasa unaona njia mpya ambayo imefunguliwa upande wa pili wa Omani inakuwa kinyume na kifungu cha 5. Sasa mtu atajiuliza, Marekani inataka nini haswa kutoka kwa Iran? Marekani anataka makubaliano ambayo kiasi yatakuwa kwenye upande wake, licha ya kuwa makubaliano yote ya MOU ya vifungu 14 Marekani amenaswa kwenye vifungu. Mara nyingi ukienda ukisoma kifungu kimoja utaona sana vifungu vimempa Irani, havijampa Marekani kwa nafasi hiyo. Sasa nadhani Marekani kuna wakati wanastuka, wanaona kama mbona sisi ni wakubwa, mbona tumetumia gharama, mbona tumefanya nini, lakini tunaona tangu kusitishaji ni kuwa Marekani anafungua Irani fedha, Marekani anaondoa vikwazo, Marekani. Sasa Irani ametoa nini kuipa Marekani? Hilo ndio ambalo Marekani kuna wakati kama linawauma roho yao na kutaka kujaribu sasa, hebu tuanzishe upya huu mchezo, tuuvuruge, tuanze upya, labda tutakuja kukaa kwenye vifungu vizuri zaidi ambavyo vitakuja kutupa vizuri zaidi. Kwa haya yote yanayoendelea, Rabi, unaweza kusema kwamba mgogoro huu upo mbali kabisa kufikia mwisho? Sio rahisi kufika mwisho, lakini pia ni rahisi kufika mwisho, kwa sababu ishara zilikuwepo na dalili zilikuwepo, na mgogoro huu mara nyingi hauamuliwi na nguvu zinazotumika. Mgogoro huu unaamuliwa sana na matokeo yanayotoka baada ya hili. Unaona kuwa siku 10 zilizopita, unaona bei ya mafuta ilikuwa kati ya $72 na $73, lakini nazungumza na wewe hapa leo mafuta yameamka na $81. Sasa majibu haya hayaendi kokote, yanaenda kwenye ulimwengu duniani, na waliopo duniani ndio wanapaza sauti na kelele kuona hiki akiwezekana tukaendelea zaidi. Kwa hiyo matokeo ya hii vurugu huwa inaamuliwa na ulimwengu, sio wao wanaopigana, kwa sababu wao wanaopigana bado wote wana nguvu.
Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Msikilizaji, tukiwa bado katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati katika muda wa miaka miwili ambapo Israel imekabiliana vikali dhidi ya Iran na washirika wake katika ukanda wa Mashariki katika kanda ya Afrika ya Mashariki ya Kati, raia wengi nchini Israel walikuwa na matumaini makubwa kwamba shinikizo la kijeshi litapunguza makali au hata kufanya mabadiliko kwa serikali ya Tehran kabisa. Lakini mkataba mpya kati ya Iran na Marekani sasa unazua hofu mpya kwamba adui mkubwa wa Israel huenda akapata nguvu kubwa kuliko ilivyokuwa awali. Wengi wanamlaumu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kama anavyoeleza mwandishi wetu GR Gol katika taarifa inayowasilishwa na Ahmed Bahaj. Viungani mwa mji mkuu Tel Aviv, naungana na mcheza santuri yani DJ ambaye atanipeleka kukutana na kundi la vijana wa Israeli waliokumbwa na vita kwa miaka miwili sasa. Wameshuhudia maelfu ya mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani kutoka Iran na washirika wake katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Wakati wa vita, japo hali ilikuwa ngumu, nilihisi moyoni, na ni jambo ambalo Waisraeli wengi wanalihisi. Tulihisi pia uchungu ambao wa Iran wanapitia mikononi mwa mamlaka za nchi hiyo, na tukaamua kwenda kwa makazi ya wanaohitaji msaada na kuendelea kuwatembelea mara kwa mara. Na huenda haijulikani kwamba hata nyumba yetu huenda ikashambuliwa na kuharibiwa na makombora. Lakini ikiwa kumalizwa kwa mamlaka ya Kiislamu ndio jambo ambalo litaleta amani ya kudumu duniani, basi mwezi mmoja uliopita, serikali za Washington na Tehran zilitia saini mkataba wa makubaliano ambao wengi wanaamini utaboresha pakubwa uchumi wa Iran na nguvu zake za kijeshi, hali ambayo inatishia usalama wa Israeli. Hili ni mojawapo ya masuala nadra nchini Israel ambayo yanaungwa mkono na wengi kwa pamoja kwamba mkataba huu ni mbaya kwa Israel. Nami nadhani kwamba tunapaswa kuangazia kwa undani jinsi ambavyo tutaikabili suala hili. Iran ikiwa na madini ya urani yaliyorutubishwa, makombora ya kibalistiki, yani ninamaanisha kwamba tumeshuhudia athari ya makombora hayo. Tunapaswa kuwaza jinsi mshirika wetu mkubwa Donald Trump anaweza kutia saini mkataba ambao sio mzuri kwetu kabisa. Tutalaumu mambo mengi, ila wa kulaumiwa pakubwa ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mwezi uliopita, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alipongeza operesheni ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran katika hotuba aliyoitoa jijini Jerusalem. Lakini raia wengi wa Israeli wanasema kwamba Bwana Netanyahu alimtenga mshirika mkuu wa Israeli, Marekani, na kushindwa kumzuia Rais Donald Trump kutia saini mkataba na Iran. Donald Trump ni rafiki wa Israel, na wala usichanganye mambo. Sasa kati ya marafiki wakati mwingine huenda tukakosa kukubaliana kwa kila jambo. Huenda pia tukayapa masuala tofauti kipaumbele tofauti na walivyofanya marafiki wetu. Watu wengi hapa Israeli wanautazama uongozi wa Iran kama tishio kubwa kwa nchi yao. Baadhi walikuwa na matumaini ya kwamba kama alivyoahidi Benjamin Netanyahu, kuendelezwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kungeangusha uongozi huo. Ila hilo halikufanyika. Sasa Waisraeli wengi wanahofia kwamba taifa la Iran lenye nguvu huenda likawa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa nchi yao.